Bwana Yesu iwe. Habari ya asubuhi nyote. Habari ya asubuhi kwenu nyote. Ah, wale wanaofuatilia mtandao kama hawasikii ni sawa, lakini mimi naomba niwasikize. Karibuni basi asubuhi ya leo katika ibada hii, na furahi Mungu kwa kuweza kuwaona nyote, na naamini kwamba tutakuwa na muda mzuri wa kuniangalia nakia kuimba wimbo huu kabla tuendelee. Sasa ninaomba kidogo tu. Mwanako kuna amani, napenda nikae nawe Bwana. Asubuhi ya leo unaweza ukaimba na mimi pia asubuhi ya leo. Bwana, uweponi pako pana amani na nitazamio langu Bwana, kwamba ninapoishi na wewe katika dunia hii na milele yote nitaishi na wewe kule mbinguni. Heri siku moja mbele zako kuliko siku elfu mbali na wewe. Bwana, nguvu na msaada wangu
pena daima. Bwana, nguvu na msaada wangu, pena daima. Bwana, asubuhi ya leo tunakuomba kwamba ukapendeze kuifungua mioyo yetu na masikio yetu Bwana na akili zetu, tunapolisikia neno tukalielewe na mioyo yetu ikaweze kuwa makazi ya neno lako. Tuwajalie Bwana ufahamu wa neno lako tangu sasa, na ni katika jina kuu la Bwana wetu Mwokozi Yesu Kristo tumeomba kwa imani. Amen. 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 Check. Karibuni kwa wageni. Mimi ninaitwa Yeri. Kwa hivyo karibuni, jisikieni mpo mahali pasawa. Hapa ni mahali pasawa kabisa. Tunaendelea na somo letu katika mlango huu wa 21 wa kitabu cha Mwanzo, na juzi tuliweza kukabidhiana vifungu vile 7 za kwanza, japokuwa kurudia ujumbe wangu na kusikiza tena niliona kwamba niliweza kutilia mkazo sana hadi fungu la 4. Hivyo fungu la 5, la 6 na la 7 niliweza kulipitia kwa jumla, na tataka kurudia kwa kifupi labda kwa dakika 2, kisha tukaweze kuanza fungu la 8 hadi la 12. Lakini tusisahau mahali tulitoka hapo mwanzo. Fungu la kwanza, Biblia inaposema ya kwamba, and the Lord visited Sarah as he had said, the Lord did unto Sarah as he had spoken. Jambo hilo linakuwa la maana sana katika maandiko. Hebu fungua nami katika Injili ya Mathayo mlango wa kwanza, tusome fungu la 20 hadi 23. Kuna kitu kidogo tu nataka tukaweze kuangalia, kisha tuweze kuangalia vitu vichache mahali hapa. Mathayo 1:20 hadi 23. Elder Carrington, nilikuuliza unitengenezee mbao ya kuweka hizi microphone hapa, zimejaa sana, siwezi kuweka glasi ya maji hapa. Tafadhali unishughulikie. Nisome hapo. Mathayo 1 mstari ni ule wa 20 hadi 23. Basi alipokuwa akifikiri hayo, tazama, malaika wa Bwana akamtokea katika ndoto akisema, Yusufu mwana wa Daudi, usihofu kumchukua Mariamu mkeo. Tumesoma mlango wa Mathayo mlango wa kwanza 20. Okay. Hebu soma kwa panakasi pale, mimi nilikuwa nataka. Soma fungu la 20 hadi 23. Usihofu kumchukua Mariamu mkeo, maana mimba yake ni kwa uwezo wa Roho Mtakatifu, naye atazaa mwana, nawe utamwita jina lake Yesu, maana yeye ndiye atakayewaokoa watu wake na dhambi zao. Hayo yote yamekuwa ili litimie neno lililonenwa na Bwana kwa ujumbe wa nabii akisema, tazama, bikira atachukua mimba, naye atazaa mwana, nao watamwita jina lake Imanueli, yani Mungu pamoja nasi. Amen. Ni mahali pa sawa. Kitu nilikuwa natafuta ni hilo fungu la 22. So nilikuwa nimetazamia kusoma hapa kwa sababu ya muktadha ya kwamba kile tukizia mahali hapa, najua labda kuanzia juma lijalo na lile lingine tutaweza kuhubiriwa sana mlango huu kwa Krismasi. Lakini tunaona tukio hapa, na hili tukio lenyewe linatokezea katika binti ambaye anaitwa Mariamu. Tunamjua huyu ni mama yake Bwana Yesu.
ambaye kile kinatokezea, binti ya mtu hajui kabisa ni nini kinaendelea hapa. Kinaendelea na mara akiwa kwa nyumba, kuna malaika anamtokezea na anamwambia kwamba wewe umebarikiwa kuliko wanawake wote, na anapewa ujumbe ya kwamba ataweza kuchukua mimba na kumzaa. Lakini fungu la 22 linasema maneno haya: and all this took place so there will be a fulfillment of what was spoken by the Lord through the prophet saying. Kwa hivyo fungu la kwanza ile kinasababisha, fungu la kwanza mlango wa 21 kitabu cha Mwanzo 21, Biblia inasema and the Lord visited Sarah, he had spoken. Wakati wote Bwana akisema sharti atimize. Kuna mambo katika maisha yetu ambayo yatatokezea, unaweza kuwa hata hujui ni nini kinaendelea. Kumbuka habari ya Ayubu katika maandiko. Ayubu mtu wao ameendelea kumwabudu Bwana, ni mtu wa Mungu, anatoa zaka kwa ajili yake na watoto wake, na Mungu anakuwa na majadiliano yeye na shetani, na baadaye mashtaka yanapelekwa kwa Mungu kumhusu Ayubu. Ayubu hajui, huku chini yeye hajui, na mara moja Ayubu anapoteza wana, anapoteza mali, kila kitu chake kinapotea. Kinafanyika hapa hata kama Ayubu hajui, kinafanyika kwa kuwa Bwana amemwambia shetani, nenda ukafanye hivi. When the Lord speaks, that must come to pass. Fungu la 4, Abrahamu akilimtahiri mtoto wake Isaka kwa siku 8 tu, na tunajua mambo haya kutoka mlango wa 17, mahali ya agano la tohara lilipoingia kati ya Abrahamu, na tuliona katika uharaka Abrahamu kuweza kulitimiza jambo hili mlango wa 17, na tukasema imani ya Abrahamu inaonekana kuwa inakuwa katika kiupimo, katika kiwango cha hali ya haraka sana. Hivi mtu huyu ambaye aligarega na imani mlango wa 10 kukubaliana na mkewe, sijui ni kipaza sauti ama ni battery zitakuwa, kunakuwa na tofauti kwamba vile alivyoweza kuregarega mlango wa 16, mlango wa 17 Abrahamu aliweza kutii amri alipoambiwa na Bwana aweze kuwatahiri watu wa familia yake, na akaweza kutenda hivyo. Lakini fungu la 5, la 6 na la 7 kisha tutoke, Abrahamu akiwa na miaka 100 sasa, mtoto anazaliwa, na Sara anasema maneno haya. Fungu la 6, unaweza kusoma 6 na 7. And Sarah said, God hath made me to laugh, so that all that hear will laugh with me. She said, who would have said unto Abraham that Sarah should have given children? Suck, for I have borne him a son in his old age. Sara akasema, Mungu amenifanyia kicheko, kila asikiaye atacheka pamoja nami. Akasema, nani angemwambia Ibrahimu, Sara atanyonyesha mwana, maana nimemzalia mwana katika uzee wake. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Tunaona jambo hapa ambalo Sara anafanya, na Sara anasema maneno haya, Bwana amenipa kicheko. Lakini hebu angalia kile kitu ambacho Sara anasema Bwana amenipa kicheko, katikati ya mwanamke kama Hajiri, katikati nyinyi wa mama hapa wengi ambao umeweza kupata watoto, Sara ana maana yoyote kwako? Basi anapocheka kwa sababu ya kupata mtoto, wewe kwako haiwezi kuwa maana, kwa sababu wewe ulipozaliwa na Mungu akakujalia mara moja ukapata mtoto. Kwa hivyo ni jambo la kawaida mwanamke kupata mtoto, at least kwako wewe ambaye ulizaliwa, uliolewa na ukapata mwana. Lakini Sara hapa anasema Bwana amenipa kicheko, kwa sababu huyu mama tunayemtaja hapa ni mama wa miaka. Kuambia hivi, kuna vitu katika maisha ambavyo zitafanyika kwako na utafurahi, watu wataweza kuona kama mjinga, kwa sababu ni vitu ambavyo kwa watu wamezoea kuwa navyo. Kama mimi eti
nikanunua TV ya inchi 41 nakuja kushuhudia. Lakini kuna watu hapa wamezaliwa kwenu ukiwa na TV. Sisi kwetu hakukuwa na TV. Tukikuwa tulikuwa TV ni zile za black and white. Na ulikuwa unapata kwa kijiji kimoja labda nyumba moja ndio iko na hiyo TV. Kwa hivyo tulikuwa tunakusanyika watu wote kwa hiyo nyumba ya wenyewe kuenda kuangalia TV. Kuna vitu ambavyo vinafanyika katika maisha ya watu. Acha watu wafurahie yale mambo. Kama ukiona mtu mwenyewe ameenda kwa hoteli amekula na amepiga picha akaeka kwa status, usione kuwa ni mshamba. Kuna watu hawajaonja chipsi. Mtu ambaye ametoka kule Jila kule hakuna chipsi, unajua Jila ni wapi? Unajua Bamba. Pita Bamba, unaenda kama kilomita 100 zaidi ama 150. Mahali uko ndani kunaitwa Jila. Hata ni karibu huko na kufika mahali Wagala wanaishi huko. Mahali kule ambako tulikuwa tunateseka kwa sababu ya mashifta. Wasomali wakibreak through, sisi ndio tulikuwa watu wanakuja mwanzo kupiga na kurepo wa mama wetu. Chips tunajua ni nini? Hakuna viazi kule. Kwa hivyo ukiona leo nimeenda kwa hoteli nimekunywa chai yangu na nikaweka status, usiniite mshamba. Nina sababu ya kumfurahia Bwana. Kile nasema kila mtu ana nafasi yake katika matendo ambayo Bwana anamfanya kuweza kumfurahia Bwana kwa ajili hayo. Usimdharau mtu. Ukiona na kushuhudia hapa siku moja kwamba nimenunua mattress ya 20,000 na mimi nalalia, ninajua kulala kwa mkeka ambao umetoboka, na lala kwa sakafu. Ukipita tu hii chambaza hiki, hapo nyuma kuna nyumba. Nilikuwa naishi hapa nyumba. Huyu Emmanuel anapajua. Nilikuwa natandika kamkeka na kanaliwa na inaitwaje? The mist kutoka kwa sakafu na hako kamkeka kanaliwa kanatoboka, and that's why I used to sleep. Leo kama unaona naweza kutoa 20,000 nikanunua mattress nikushuhudia nione mshamba. Sara angeonekana mshamba kwa mama kama nyinyi. Kina ambaye Bwana amemtembelea haraka, kina mama Presley ambaye Bwana amemtembelea, lakini kwa Sara ni muujiza mkubwa huo. Msherehekee Bwana tafadhali. Weka status zako kabisa. Tukiona hivyo tunajua huyu ni mtu ambaye hukula ice cream kule kwao. Tukiona umepiga picha ice cream umeweka kwa status, tunajua wewe unatoka kule Zariguta hakuna ice cream. Kwa hivyo tunamshangilia Bwana pamoja nawe. Endelea ndugu yangu, fanya kabisa. Fanya kabisa hivyo, mtu asivunje moyo. Fungu la 8 hadi la 12 na atatuwezesha kuweza kuvipitia vifungu vyote. Fungu la 8 hadi 12. Mtoto akakuwa akaachishwa kunyonya. Ibrahimu akafanya karamu kuu siku ile Isaka alipoachishwa kunyonya. Sara akamwona yule mwana wa Hajiri Misri ambaye alimzalia Ibrahimu anafanya dhihaka. Kwa hiyo akamwambia Ibrahimu, mfukuze mjakazi huyu na mwanawe, maana mwana wa mjakazi hatarithi pamoja na mwanangu Isaka. Na neno hilo lilikuwa baya sana machoni pa Ibrahimu kwa ajili ya mwanawe. Mungu akamwambia Ibrahimu, neno hili lisiwe baya machoni pako kwa ajili ya huyo mwana na huyo mjakazi wako. Kila akuambialo Sara, sikiza sauti yake, kwa maana katika uzao wako utaitwa. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Fungu hili la 8 na la 9 sikutaka niweze kulipitia tena kwa sababu nilikabiliana na kitu kama hiki mlango wa 16. Lakini nilipokuwa nafikiria hivyo nikawaza kwamba kuna watu ambao hawakuwa siku hiyo, na nitaweza kutia bidii kama nitaweza kutumia muda mfupi iwezekanavyo. Na ni somo gumu. Biblia tumeona sasa kutoka fungu la 5, mlango wa 16, fungu la 4, fungu la 5, tulimuona mwana Ishmaeli akizaliwa. Na mwana huyo anapozaliwa, Biblia inanakili ya kwamba Abrahamu alikuwa na miaka 86. Sasa Biblia
nakili pia kwamba Abrahamu amefikisha miaka 100, kwa hivyo ni miaka 14 hiyo imepita. Na nilisema juzi katika utangulizi wa mlango huu ya kwamba mlango huu tutawaona wana wote wawili wa Abrahamu, na baada ya hapa hatutaweza kuwaona mahali popote moja tena katika maandiko matakatifu. Na tokezea hapa ni kwamba Sara ameweza kupata mwana, na kati ya fungu la 5 na kile tunakiona fungu la 18 kuna miaka nyingi ambayo inaweza kupita, kwa sababu tunapoona kuzawa kwa mwana katika fungu la 1 hadi la 5 tunaona kuachishwa kunyonya, ama lugha nyingine kusitishwa kwa maziwa pekee kwa mwana na kuweza kuingizwa katika vyakula vingine ambao tunaita stage ya weaning in English. Hapa ni mahali ambapo mzazi anaanza kuintroduce mtoto kwa chakula kingine kigumu mbali na maziwa. Tofauti kidogo na wazazi wa leo ambao wanaruhusiwa kuweza kuweka watoto katika chakula kigumu mbali na maziwa kati ya miezi 6. Zamani hizo mtoto alikuwa anasitishwa maziwa na kutolewa katika kigumu kwa miaka ambayo, katika utafiti wangu na katika kupitia uchunguzi ambazo zimefanywa na wanahistoria wa zamani, ulimwengu ule wa zamani hasa wa Kiyahudi, kunayo majadiliano juu ya miaka halisi ambayo mwana alikuwa anaweza kuachishwa. Na moja ya chunguzi hizo zingine zinakuwa ziko juu sana, lakini kile ambacho nimekipata katika uchunguzi wangu ambacho I think cha kutumia na cha kutegemea ni kwamba jambo hilo kusitishwa kutoka kwa maziwa na kuanza kupewa chakula kigumu ilikuwa ni kati ya miaka 3, kama ataenda sana miaka 5. Kwa hivyo tunapofika fungu hili kuna kitu kinatokezea, ni kwamba mwana huyu ana miaka kati ya miaka 3 ama miaka 5 kama ni nyingi. Kwa hivyo tuchukulie minimum side ana miaka 3. Wakiwa na miaka 3 Isaka, tunamaanisha kwamba Ishmaeli ana miaka 17 mpaka sasa. Sasa basi wakiwa na miaka 17, fungu la 9 tunakutana na jambo ambalo linaweza kutokezea, na nimeweza kuvisamarize vifungu hivi kati ya fungu 8, 9 hadi 11 kwamba ni mahali pa malumano kati ya Isaka ama kati ya Ishmaeli na Isaka. Na fungu la 9 tunaona maneno haya, unaweza kusoma. Sara akamwona yule mwana wa Hajiri Misri ambaye alimzalia Ibrahimu anafanya dhihaka. Amen. Sasa basi hawa watoto wawili wanakuwa katika familia moja, lakini tunajua kisa ambacho kilitokezea baada ya Hajiri kuweza kupata uzito ni kwamba alianza kumkashifu Hajiri mwenyewe, alianza kumkashifu Sarai akimdhihaki kwa sababu yeye hana ujauzito na yeye amepata ujauzito. Ikapelekea kwamba akasimama kama mama wa nyumba, na alipoweza kusimama kama mama wa nyumba akamfukuza Hajiri. Ni malaika wa Bwana aliyemtokezea Hajiri na akamwambia arudi aje ajinyenyekeze kwa bibi yake, na akarudi. Sasa kuna jambo tunaliona hapa. Huyu Ishmaeli ni mtoto ambaye ana miaka 17 ama 19, 20 kama itakuwa ni miaka 5 ama kama ni miaka 3, 17. Na Biblia inasema ya kwamba Sara alipoona watoto wanacheza akamwona Ishmaeli anamdhihaki Isaka. Mimi ni mzazi na watoto 3. Niko na mtoto wa miaka 10 na niko na mdogo wa miaka 3. Kihalisia tu, wakati wowote nikisikia kwamba fragrance analia
na aje aniambie baba Presley achokoza mimi, macho yangu yatamwangalia Presley kwa ukali, kwa sababu ninatarajia tofauti iliyoko ya miaka 7 kati ya watoto hawa wawili. Presley anafaa kuwa na mawazo yaliyo juu kumliko Fragrance, kwamba kuna vitu Fragrance ataweza kufanya. Presley ana haki ya kuweza kuviachilia mbali, kwa sababu ana haki huyu katika miaka ambayo wamefika kuweza kufanya. Kama sasa asubuhi tukiwa tunatoka kwa nyumba, nimesikia mama akiuliza, huyu naye sijui ni nani aliyemfundisha kuanza kukataa nguo zingine. Lakini si juu ya kufundishwa. Katika biolojia ya mwanadamu, anapokuwa mtoto akifika miaka 3 anaanza kufanya maamuzi ya kile anachotaka kuvaa na kile anachotaka. Kwa hivyo ni sehemu ya kukua. Sijui kama kila jaribu kusema mnakifa. Mtu wa miaka 17 kama akianza kudhihaki mtoto wa miaka 3, tatizo kubwa. Na tatizo kubwa litakuwa hili, kwamba kama vile mama Hajiri baada ya kupata ujauzito alimdhihaki Sarai, Ishmaeli amelelewa katika dhihaka ya kuwadhihaki wengine ambao hawajafikiria vitu vingine. Hatujui the extent ya ile dhihaka lilikuwa ni nini. Kama alikuwa akimwambia umezaliwa na kinyanya, hatujui kama alikuwa akimwambia nini. Lakini jambo lile ambalo linafanyika mahali hapa, Sara analiangalia macho ya mtu mzima anayeelewa, akajua ya kwamba kile kinachoendelea hawa wawili si mchezo wa kawaida huu. Hii ni dhihaka, na dhihaka ninapofanywa kwa Isaka, kihalisia ni dhihaka dhidi yangu. Matukano yanayofanyiwa Isaka, ukweli yanatukanwa kwangu. Na Sara anapoyasikia hapo fungu la 10, anasema maneno haya. And Sarah saw the son of Hagar the Egyptian, in verses 9. Verses 9, wherefore she said unto Abraham, cast out this bondwoman and her son, for the son of this bondwoman shall not be the heir with my son, even with Isaac. Kwa hiyo akamwambia Ibrahimu, mfukuze mjakazi huyu na mwanawe, maana mwana wa mjakazi hatarithi pamoja na mwanangu Isaka. Bwana Yesu asifiwe. Jambo hili linapotokezea sasa, Sara anaenda Abraham ambaye ndio baba wa nyumba, na anaenda anamwambia mfukuze Hajiri na mwana. Na kuambia hii ambayo iko kwa Ishmaeli imetoka kwa mamake. Kuna uwezekano yale maneno Ishmaeli aliyokuwa akimwambia Isaka, labda miaka yake isingemruhusu kuyanena hayo. Kama aliweza kumtibua na kuchafua moyo wa Sara kiasi hiki, kuna maneno makubwa ambayo ameweza kuyafanya. Lakini baada ya miaka nyingi katika Agano Jipya, Mtume Paulo anakuja kutumia habari hii ambayo iko katika vifungu hivi viwili, fungu la 9 na fungu la 10, iweza kuleta gumzo kubwa sana kuhusu maagano yaliyoko katika Mungu. Na kitabu cha Wagalatia mlango wa 4, tutaanzia fungu la 22 hadi 30 kama tukiweza, na kwa haraka, na itabidi nisome sasa, na kwa sababu ya nyinyi ambao hamkuweko, mlango wa 16. Haraka babangu. Wagalatia mlango wa 4 fungu la 20. Samani
kifungu cha 22 hadi 30. Galatians 4. Kwa maana imeandikwa ya kuwa Ibrahimu alikuwa na wana wawili, mmoja kwa mjakazi na mmoja kwa muungwana. Lakini yule wa mjakazi alizaliwa kwa mwili, yule wa muungwana kwa ahadi. Mambo haya husemwa kwa mfano, kwa maana hawa ndiyo kama maagano mawili, moja kutoka mlima Sinai lizaalo kwa utumwa, ambalo ni Hajiri. Maana Hajiri ni kama mlima Sinai ulioko Arabuni, umelingana na Yerusalemu wa sasa, kwa kuwa anatumika pamoja na watoto. Bali Yerusalemu wa juu ni muungwana, naye ndiye mama yetu sisi. Amen. Umefika fungu la 30. Kwa maana imeandikwa, furahi wewe uliyetasa usiyezaa, paza sauti uliye wewe usiye na utungu, maana watoto wake aliyeachwa pekee ni wengi kuliko wa huyo aliye na mume. Basi ndugu zangu, kama Isaka sisi tu watoto wa ahadi. Lakini kama vile siku zile yule aliyezaliwa kwa mwili alivyomuudhi yule aliyezaliwa kwa roho, ndivyo ilivyo na sasa. Lakini lasemaje andiko? Mfukuze mjakazi na mwanawe, kwa maana mwana wa mjakazi hatarithi pamoja na mwana wa muungwana. Cast out this bondwoman and her son, for the son of this bondwoman shall not be heir with my son, even with Isaac. So kile kinaendelea katika Wagalatia mlango wa 4 ni kwamba Paulo ametambua ya kwamba kule Galatia Wakristo walioko pale kuliweza kuja watu ambao ni watu walio na ufahamu wa Torati, na wakaingia katika kanisa la Galatia. Na walipoingia katika kanisa la Galatia, wakaanza kuwashawishi waumini mahali pale ya kwamba mpaka waweze kuifuata sheria na kisha kuamini ndio waweze kuokolewa. Paulo anaposikia mambo hayo yanaendelea katika Galatia, anaandika kwa uchungu. Ukianza fungu la kwanza hapo juu mlango wa 4 kuendelea, unapata Paulo analia juu ya watu hawa. Lakini anapofika fungu hili la 22 na kuendelea hadi 29, anakabiliana na watu hawa na analeta mawazo haya. Paulo mwanzo atakubaliana na Farisayo ambao wameingia katika Galatia. Anakubaliana nao sababu wameingia pale wakisema kwamba wao ni Wayahudi, na ni Wayahudi ni wao peke yake ambao wanapendwa na Mungu, na ni wao peke yake ambao wana haki ya kiungu na wanaoijua njia ya. Na Paulo anasema ni kweli basi, nakubaliana nanyi ya kwamba nyinyi ni wana wa Abrahamu, kwa sababu si ni Wayahudi. Mlango wa 4 kitabu cha Waroma, jambo hili Paulo ataweza kukabiliana nalo kwa tena, kwa sababu baba huyu Abrahamu atimiwa mno sana na Wayahudi. Na Paulo anakubaliana nao kwamba nyinyi ni wana wa Abrahamu, lakini ana swali. Anasema kama nyinyi ni wana wa Abrahamu, nafikiria hiyo kuwa mwana wa Abrahamu haitatosha. Nataka mniambie ukweli. Nyinyi kama ni wana wa Abrahamu, itabidi tuchunguze vizuri huu wana wenu kuu ni wa Abrahamu unatokana wapi? Nyinyi ni wana wa Hajiri ama nyinyi ni wana wa Sara? Biblia imetumia maneno haya, mwana wa mtumwa, bondwoman. Neno la Kiyahudi ni pahe daiskau, na limetumia
neno la mtu huru ambaye anaitwa Eleutheros, kwamba Sarai ni Eleutheros. Eleutheros, mtu aliye huru, linatumika katika mitazamo mitatu. Mwanzo, anapotajwa kuwa ni Eleutheros, kwamba ni mama aliye huru, si kumaanisha tu kwamba ni kwa kuwa ameolewa kihalali na Abrahamu, bali ina siri zaidi ya hii. Na siri zaidi ya hii ni kwamba katika huyu Eleutheros, Biblia inamtaja hivi ya kwamba ni katika maagano ya kiadili ambayo yanaashiria katika ahadi. Kwa hivyo katika kuoa kwake Abrahamu, jana hata tulikuwa harusini, kwa kuwa kuna ndugu alikuwa anaoa. Abrahamu alipooa hakuwa anaoa kwa sababu ya kuoa. Katika kule kuoa kwake, Mungu kuna mpango aliokuwa nao juu ya huyu mtu anayeitwa Sara. We, unafikiria katika visa viwili vyote ambavyo vimetokezea, 12 Misri, Abrahamu akimpeana Sara kwa mfalme, wa 20 Abrahamu akimpelea Sara kwa mfalme, na Mungu akaweza kuingilia kati kabla mfalme yeyote amguse Sarai. Mungu akiingilia kati, unaona kwamba ilikuwa bure. Maybe I'm here even to surprise you, Father. Hata katika ujana wa Sara, kama kungetokezea kijana na akamtongoza Sara na akataka, labda angeuliwa na Mungu, kwa sababu katika mipango ya Mungu iliyo mitimilifu ya kizazi kilichoko na kitakachokuja milele, wokovu wa wanadamu, Sarai was an instrument that God had chosen. Woe unto the men in the house today. Woe unto the women into the house today. Sitaki kuuliza hili swali gumu kwa mtu yoyote mimi, lakini yahoji maisha yako, yahoji maisha yako. Achane na hii. Si mnaelewa kile ninasema eh? Kuna watu mnaelewa kile ninasema? Amina. Kama mnaelewa tuendeleeni. Kama hujaelewa utaweza kunifuata baada ya haya mahubiri. Basi sasa Paulo anasema maneno haya kwamba akikabiliana na watu hawa, anawaambia ya kwamba kama nyinyi mnasema ni wana wa Abrahamu, chunguzeni mmezaliwa na yupi? Tuko naye Pahe-Diosk, tuko naye Eleutheros. Kuna mwana wa mtumwa, tuna mwana wa yule aliye huru. Kama tuna Pahe-Diosk, kama tuna Eleutheros, kama kuna mwana wa yule huru, mtu ambaye katika kuolewa, katika kuzaa kwake ni katika maagano ambayo Mungu aliweza kuyapanga. Kuna jambo kubwa hapa, nyinyi mnao wasumbua watu hawa waumini na kuwaambia ya kwamba kama ni lazima waokoke kikweli, ni mpaka waifuate sheria ya Musa kuamini. Anasema hapana. Sababu moja, wakati inatokezea ya kwamba Sarai aweze kuingia katika maisha ya Abrahamu na baadaye kuweza kuingia Hajiri katika maisha ya Abrahamu, anasema hamjui kuna jambo Bwana alikuwa analitazama kulitimiza, na ni katika maagano. Na katika maagano haya basi kuna kuwa na maagano. Kuna agano la mlima Sinai, yani Torati, na kuna maagano la Yerusalemu, mji ule mtakatifu ambao ni uhuru. Na katika haya anawakazia macho Wayahudi waifuatao sheria, anawaambia maneno haya: huku kujidai kwenu kwamba ni wana wa Abrahamu hakujawafaa. Luka mlango wa 15, mnajua sana ile habari ambazo ziko. Tumehubiriwa tu juzi tulipokuwa tunahubiriwa juu ya true repentance, the prodigal son, ambaye tunampata kuanzia fungu la 11.
Fungu la kwanza la kitabu cha Luka linasema maneno haya. Nisomee vifungu vitatu vya kwanza, kitabu cha Luka mlango wa 15, ili niweze kukupea kile ambacho nataka kukupea. Luka 15 kuanzia mstari wa kwanza hadi wa 3. Basi watoza ushuru wote na wenye dhambi walikuwa wakimkaribia wamsikilize. Mafarisayo na waandishi wakanung'unika wakisema, mtu huyu huwakaribisha wenye dhambi, tena hula nao. Achie hapo tu, hata imetosha. Sasa alikuwa kwa mkutano wa Injili na Biblia imetaja ya kwamba wenye dhambi na watoza ushuru wote, yani watu ambao hawajaokoka, wakawa wanamkaribia katika mkutano wake wa Injili wamsikize. Lakini katikati yao kukatokezea watu ambao ni Mafarisayo. Na Biblia inawataja hivi. Imewatajaje? Mafarisayo hao walimkaribia ili wafanye nini? Mafarisayo na waandishi wakanung'unika wakisema, mtu huyu wakaribisha wenye dhambi, tena hula nao. Walipokuwa wakinung'unika, ndio Yesu akaleta ule mfano wa the prodigal son. Na tunajua yale ambayo yametokezea, na taarifa hii vile inavyotokezea, kijana alipoondoka na kwenda kule alikoenda, kuna yule aliyebaki nyumbani. Tunaangalia yule aliyebaki nyumbani sababu huyu ndio Mfarisayo. Fungu la 25 ya mlango wa 15 uweze kunisomea hadi 28. Basi yule mwanawe mkubwa alikuwako shamba, na alipokuwa akija kuikaribia nyumba, alisikia sauti ya nyimbo na machezo. Akaita mtumishi mmoja akamuuliza, mambo haya maana yake nini? Akamwambia, ndugu yako amekuja na baba yako amemchinja ndama aliyenona, kwa sababu amempata tena yu mzima. Akakasirika, akakataa kuingia ndani. Basi babaye alitoka nje akamsihi. Sasa ona, huyu akupotea amerudi nyumbani, na huyu aliye nyumbani anakasirika kwa kuwa mwenzake amerudi. Yesu anarusha mpira kwa wale Mafarisayo. Na kitu ni kimoja nawauliza, kama nyinyi mnadai kwamba kweli ni wana wa Mungu, ingewapasa mfanye nini basi? Baada ya huyu mwana ambaye alikuwa amepotea amerudi, inapaswa mfanye nini? Ungekasirika kama huyu Farisayo? Hapana. Yesu anasema mngefurahi kama kweli nyinyi ni wana wa Mungu. Mngefurahi kwa sababu huyu mwenzenu amerudi katika boma. Haya ndiyo maneno Paulo anawaambia hawa the legalists in Galatians chapter 4. Sema, you are hypocrites. Mnajaribu kuambia watu waweze kufuata sasa wokovu kwa ajili ya Torati ambayo ni hajiri, mtu ambaye hayuko katika maagano, mtu ambaye injili ya neema haimjii yeye, kwa sababu unapomweka Ishmaeli na unapomweka Isaka, wokovu una analyze to Isaac and not to Ishmael. Injili ya neema inaegemea upande wa Isaka, haiegemea upande wa Ishmaeli. Brothers, kitu kikubwa kinaendelea hapa. Na Paulo kumalizia fungu la 30 kitabu hicho cha Wagalatia, nukuu maneno haya ya fungu la 10 la Mwanzo 21, na anasema, kwa kuwa yule mwana wa mtumwa hatarithi moja na mwana wa mwanamke halali. Katika hili ni kwamba neema na torati havitaweza kufanya kazi pamoja. Watu ambao wameokoka wanaokoka kupitia peke yake. Tunaokolewa kwa neema katika imani peke yake ndani ya Kristo, lakini si neema kuchanganya na torati. Tatizo la leo kwamba hata nyinyi hapa mnafurahia sana wokovu ambao unachanganya torati na neema. Hivi basi watu humpigia makofi wa Wori, wakimsifu Wori kwa sababu anawaambia wamama wavae majoho ya kujifunika mpaka huku, wanaambia wababa watembee hivi na masuti makubwa makubwa hata na hili joto la Mombasa, na wanapiga wanasema, kweli si sawa ya kwamba mtu atembea akitembea na mamini skati na mahips. Hata
kuja kanisani na maministry hipster, kile najaribu kuambia ni kwamba wakati tunajaribu kusema ya kwamba mtu katika kuvaa huko ndio anapata wokovu, hapo tunaitukana injili ya neema. Maana wokovu ni kupitia neema katika imani ya Kristo pekee. Paul is looking at the Pharisees and he is saying you are misleading. Paulo ametumia maneno ya uchungu mlango huo wa 4 kuanzia fungu la kwanza, akisema ya kwamba you are my children, I bought you such pain, I'm traveling even now. Ninapokumbuka maisha yenu, anasikia kuumizwa wakati watu wanatolewa katika injili ya neema na kuweza kuwekwa kwamba wokovu wao ni mpaka waweze kuifuata torati. Brothers and sisters, wewe na mimi leo kama tutaweza kumwangalia, tutaweza kuishi, tutaweza kuamini, tukiweza kuenda katika imani katika Yesu Kristo aliye mwana wa ahadi, kama ashiriwa katika habari hii ya Isaka, tutaweza kuishi tukiwa na amani na Mungu. Turudi hapo. There is so much I could say about this, but acha tuniachane nayo kwa sasa. Okay. Nisome fungu la 11 sasa. Na neno hilo lilikuwa baya sana machoni pa Ibrahimu kwa ajili ya mwanawe. Amen. Soma na 12. Mungu akamwambia Ibrahimu, neno hili lisiwe baya machoni pako kwa ajili ya huyo mwana na huyo mjakazi wako. Kila akuambialo Sara, sikiza sauti yake, kwa maana katika Isaka uzao wako utaitwa. So Sarai amemwambia Abraham mfukuze Ishmaeli, mfukuze na Hajiri, kwa kuwa hakika mtoto wa mtumwa hatarithi pamoja na mtoto wangu Isaka. Sasa maneno haya ni rahisi kutoka katika kinywa cha Sara. Tunajua ameumizwa na ana uharaka kuyanena, lakini anaanguka katika masikio ya baba. Hayaanguki katika masikio ya mtu yeyote tu, yanaanguka katika masikio ya baba wa Ishmaeli ambaye ni Abraham. Nilifanya bidii sana tulipokuwa katika mlango wa 16 kuwaelezea matukio haya yote katika utafiti wote ya jinsi mtoto huyu Ishmaeli alivyoweza kupatikana kulingana na tamaduni za wakati ule. Mtoto huyu ilikuwa katika tamaduni za wakati huo, Abrahamu alikuwa ni alale na Hajiri akiwa katika mapaja ya Sarai katika viapo hivi. Waswahili wetu wamekuja kusema ya kwamba utungu wa mwana ajuaye mzazi. Sasa Abraham anaambiwa asubuhi hii, sijui ilikuwa ni saa ngapi, lakini wewe ndio Abrahamu unaambiwa maneno haya asubuhi: mfukuze Ishmaeli na mamake, hawawezi wakakaa hapa. Na Sara amemaliza, ameshika njia, ameenda. Na chokoza mawazo yako kwa sababu ya maneno yale yaliyoko fungu la 11 na maneno yale yaliyoko katika fungu la 12. Maneno makubwa sana. Baada ya kuweza kuambiwa mambo haya, Biblia inasema hivi, fungu la 11, ya kwamba na jambo hili lilikuwa chungu sana ni pa Abraham. Asubuhi tulipokuwa tunajiandaa tuje
Wakina Shada alikuwa ametoka amekuja kanisani. Tuko bedroom. Na ghafla nimesikia mke wangu akisema, "Ai!" Kumbe wakati ule sisi tulikuwa busy tukijiandaa kuvaa, mtoto wetu Fragrance alikuwa kufa na sisi hatujui, kwa sababu amechukua coin ya shilingi 10 na ikakwama hapa. Sasa akawa haezi kuongea kutuambia kwamba anaumia, sauti haitoki, na anaendelea kung'ang'ana hapo na sisi hatujui, siko busy kuvaa nguo ili tuweze kutoka. Ni Mungu amesaidia tu mke wangu kuangalia mtoto na kumpiga. Alipompiga, maana ameona king'ang'ana, ile coin ikaweza kutoka na ile pressure ikaweza kuanguka. Nimwambia mke wangu, imagine kwa tuko huko sitting room na mtoto yuko hapa, kwa sababu asingepata nguvu za kuweza kuja sitting room aje atuambie. Tungekuja hapa kuchukua nguo tukivaa tukapata mtoto kama amekufa. Na imagine wewe uchungu unakuja tu kwa sababu ya kufikiria kwamba mtoto wangu angekuwa amekufa. Na yuko hai, hata hajakufa. Si hata huyu mnamuona anacheza anakula hapa. Abraham anaambiwa afukuze mtoto, na jambo hili linamuuma sana. Na linavyomuuma ambalo linafuatia fungu la 12. Tukio la 12 ni kwamba, linganisha fungu la 10 alafu fungu la 12. Mungu akamwambia Ibrahimu, neno hili lisiwe baya machoni pako kwa ajili ya huyo mwana na huyo mjakazi wako. Kila akuambialo Sara, sikiza sauti yake, kwa maana katika Isaka uzao wako utaitwa. Acha nisome hivi kuanzia fungu la 10. Wherefore she said unto Abraham, cast out this bondwoman her son, for the son of this bondwoman shall not be heir with my son, even with Isaac. Verses 12, and God said unto Abraham, haya maneno yote, they are being pumped into the ears of Abraham. And God said unto Abraham, let it not be grievous in thy sight because of the bondwoman. In all that Sarah hath said unto thee, hearken unto her voice. Because one, me, God, in Isaac shall thy seed be called. Verses 14, nitaeleza tu hapa. And Abraham rose up early in the morning and took bread and a bottle of water and gave it unto Hagar, putting it on her shoulder and the child, and sent her away, and she departed and wandered in the wilderness of Beersheba. Nimeruka verses 13 kwa kusudi tu. Abraham anaambiwa na mke wake kwamba hawa watu wafukuzwe, na hakuna kitu kingine tunajua. Kile cha pili tunajua ni Mungu anamwambia Abraham, msikize Sara. Unafikiria nini ambacho kimefanyika hapa katikati? Baada ya jambo hili kunenwa na Sara kwa Abraham na kia uchungu sana, kuna mahali Abrahamu alikimbilia, na pale mahali alikimbilia akitarajia kuwa atapata faraja, na ni kwa Mungu. Akaenda akamwambia, baba, Sara anasema nimfukuze mtoto Ishmaeli, nimfukuze na Hajiri. Baba, unasemaje? Akiona kama ataambiwa mwambie Sara atulie, mwambie wewe ndiye mume, wewe ndio kusema kwa hii familia, akaambiwa, baba, wewe sikiza kile ambacho Sara amesema, fanya hicho. Kwa sababu mimi Mungu sina biashara na Ishmaeli. Mimi na Ishmaeli sina biashara. Maagano yangu, biashara yangu na kusudi langu la kumlinda Sara, kumlinda wewe, kuitimiza hii ahadi ambayo ni mimi niliyeapa juu yako. Biashara yangu ilikuwa katika Isaka. Isaka amefika. Any other thing does not matter. What matters to me, it is Isaac, and in Isaac I shall call you a seed. The only business I have is in Isaac. Anything else is none of my business. But for one, Abraham
ya kwamba ulale na Hajiri, uliniuliza pia. Okay. Sasa umekuja kuniuliza, akaambiwa hivi, hii ilikuwa ni mipango yako wewe, mimi sihusiki. Mufukuze. Ile Sara amesema hicho kifanyike, kwa sababu mwana wa mtumwa hatarithi pamoja na mwana wa halali. Kama nikianza kusema Ishmaeli endelee kukaa katika boma, nitakuwa nayachanganya Torati na wokovu, na mimi nimeahidi ya kwamba wokovu ni wa Bwana. Wokovu unapatikana kupitia Ishaka, wokovu unapatikana kupitia Yesu Kristo. Neema si katika Torati, si katika matendo atakayoweza kuyatenda. Nampigia makofi Abrahamu hata hivyo, kwa sababu tofauti na wanaume wa leo, Abrahamu kuna mahali aligeuka akatafuta ushauri na alienda kwa Bwana. Alikuwa na kina Eliasa katika familia ile, alikuwa na watu wengi na watu ambao wamezeeka, labda kama ni haki ingewaendea hao. Lakini Abrahamu alirudi kwa Mungu na akamuuliza Mungu, fanya nini? Ule wakati unapata umefanya makosa yako, halafu mambo yakabadilika, ni wapi unakimbilia wewe? Abrahamu alirudi kwa Mungu. Na tumeona ile jambo ambalo lilifanyika fungu la 14. Abrahamu alipouliza kwa Mungu, akamwambia ni sharti Ishmaeli atoke. Abrahamu anaamka asubuhi kupatia mtoto na mama na kuambia waende. Katika lugha nyingine hapa anasema ya kwamba amerudi kwa mke wake, akamwambia mke wangu, nitafanya vile nilivyosema, kwa sababu Bwana ameruhusu, kwa sababu Bwana yuko katika maamuzi haya. Sisi kama katika maisha yetu huwa tunatafuta mwongozo wa Mungu, ama tunatumia hekima zetu, tuna hekima zetu tunaona. Ninakupa nafasi siku ya leo kualika katika rehema ya Mungu kwa kuambia maneno haya. Hata katika maisha ya wokovu tunayoishi, kuna wakati utajipata you are in a fix kwa sababu ya makosa ambayo kweli umeyatenda, ambayo hata unaweza kuaibika. Mtu anaweza kosa kukuelewa, mke wako anaweza kosa hata kukuelewa, lakini Mungu anaweza kuelewa hata kama jibu lake litakuwa kama hili alilokupa Abraham. Basi nimwambia Abraham hivi, kuza huyo mtoto aende. Ule ukweli ni kwamba kwa sababu yako Abraham, huyo mtoto pia nitakubariki, lakini kamwe haiwezi akakaa hapa. Tukifikiria wao Mithali sema haya, na mwandishi wa Zaburi anasema jina la Bwana ni ngome imara, wenye haki hukimbilia kwao. Akasema katika Zaburi simba usikiwa kwa lakini wakatao hapo kujua kwamba hata wakati wa hekima yetu ambao ukigeuka ikawa ujinga, usife ukijilaumu ya kwamba umekosea. Rudi kwa Mungu, mwambie Mungu ukweli jinsi ulivyo, na kutakuwa na jibu la amani kutoka kwa Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Nilikuwa nikiwapia ule mfano tunapita hapa juu ya lile tukio ambalo nilifanya kabisa, na kuja kupata kwamba imeniweka ina fix mahali ambapo nisingeweza kutoka. Hao watu wa Mungu nakumbuka hao ni wangu katika kundi la maombi, nikiwaambia mambo vile alivyo, na kama tusione nikitoboa katika hii kazi tuna uwezo wa kutoka. Baba Pastor Deni nilimhusika, niliwaambia vile alifanyika kwa Mungu.
Kualika katika rehema za anapowaambia wale Mafarisayo katika Galatia 4 ya kwamba wakiwa wana halisi wa Abrahamu, ya mama yao ni si wana peke yake wa Abrahamu, kwa sababu si katika wana tu wa Abrahamu ambapo watu wataweza kuitwa, lakini kuna jambo zaidi ya hilo. Wale walio katika imani, hao ndio wanahesabika kuwa wana wa Mungu. Nataka kumalizia mahali hapa. Warumi 9:7 na Waebrania 11:18 utasoma peke yake na tuombe. Sitafanya maelezo yote. Warumi 9:7 wala hawawi wote wana kwa kuwa wazao wa Ibrahimu, bali katika Isaka wazao wako wataitwa. Waebrania 11:18. Waebrania 11:18. Naam, yeye aliyeambiwa katika Isaka uzao wako utaitwa. Amen. Baba yetu na Mungu wetu, tunakushukuru Bwana kwa kuweza kutuzaa, si katika damu na maji tu, bali katika Roho. Asante kwa kutuingiza katika maagano haya yanayoashiriwa na Yerusalemu, mahali palipo na ahadi za uhuru wetu na wokovu wetu. Tumelisikia neno lako Bwana, na kuna watu katikati yetu hapa ambao wameweza kuishi maisha ambayo yanaongozwa na neema na torati, na kwa kufanya hivyo wakikosea wewe Mungu bila kujua, na hilo hawawezi kulijua Bwana, kwa sababu yale wanayoishi yanawapa sifa mbele za watu. Lakini Bwana, si kweli. Mahubiri ya uongo kama ya uwori juu ya kanisa lako takatifu ambayo yameweza kuathiri wengi, mahubiri ya uongo kama ya kina Ezekiel yanayowadai watu kuwa wanunue mafuta na vitambaa ili waweze kukombolewa na kufunguliwa, si ya kweli. Tusaidie tunapoishi Bwana, tujue ya kwamba mtu yoyote yule anaweza kuokoka kama akiweza kumwangalia mwana huyu aliyeweza kutundikwa msalabani kwa kuleta patanisho la Mungu na wanadamu. Maana ulikuwa ndani ukiweza kupatanisha ulimwengu na wewe mwenyewe. Asubuhi ya leo Bwana, tusaidie tunapoishi tusiweze kuishi kama wana wa Ibrahimu kutoka kwa Hajiri, lakini kama wana wa Ibrahimu katika Sara, yani mlima Sayuni, mahali palipo na maagano. Tusaidie Bwana, maisha yaweze kuitegemea neema, maisha yetu ya wokovu. Kila siku tunapolala tukahitaji msaada wako kuweza kuyaishi maisha yaliyoongoka kwa ajili ya heshima na utukufu wa jina lako, na katika jina kuu la Bwana wetu na Mwokozi Yesu Kristo nimeomba nikiamini.